Ndoa ukiipoteza kwa ujinga wako hairudi tena. Je, ni kweli ndoa ukiipoteza hairudi tena? Mara nyingi wanawake wengi wakishapoteza wanaume serious waliojitokeza kuwaoa wakawakataa kwa sababu zao za kijinga, huishia kutoolewa tena. Ni kama wamejambiwa na popo. Hii ni kwa sababu Mungu anatoa mara moja, ukikataa hakupi tena, anaacha dunia ikufundishe. Ndiyo maana tunasema kabla hujamkataa mchumba aliyejitokeza kwa nia ya dhati kwa sababu zako za kijinga kama six pack, gari, dini, kabila, pesa nyingi na mambo mengine ya nje, kumbuka kuwa bahati haiji mara mbili. Mwanamke anapokuwa mchanga anaweza kupokea wachumba wengi, lakini kwa sababu ya kushikilia vigezo visivyo vya msingi anawakataa. Miaka inavyosonga anaanza kuona kuwa hakuwa na akili kwa kufanya hivyo, lakini muda unakuwa umeshapita. Thamani ya mwanaume bora haipimwi kwa mwonekano wake au mali alizonazo, bali kwa ukomavu wake katika kusimama kama mume mwajibikaji kwa familia. Wapo wanaume wanaovutia kwa nje, mabisho, wenye six pack, lakini wanakuwa ni wanaume suruali, wasioweza kuwajibika kama waume na baba wa familia. Wengine wanapenda kulelewa na wanawake, hawana uthubutu wa kusimama kama viongozi wa familia. Vile wapo wanaume wenye pesa na magari, lakini hawana heshima kwa wake zao. Baadhi yao ni malaya hatari, hata hawahitaji kuficha. Wanawadharau wake zao kwa sababu ya mali walizonazo, wakiamini kuwa pesa inawapa nguvu ya kufanya chochote wanachotaka. Hawa ni wale wanaume wanaofanya umalaya wa waziwazi mbele za wake zao kwa kuonyesha dharau na kiburi cha mali. Ndoa si mali, si muonekano, si vigezo vya kijinga vinavyopita na muda. Mwanamke anayejua thamani ya ndoa hutafuta mume bora, kwani mali hutafutwa kwa pamoja ndani ya ndoa. Mume bora ni yule anayeweza kuiongoza familia, kuitunza na kuleta utulivu ndani ya nyumba. Kuna pia tatizo lingine kubwa, familia za wanawake. Kuna baadhi ya familia ambazo hata mwanamke akimpenda mwanaume na kukubali kuolewa naye, wazazi wake wanamkataa. Wanaanza kuuliza maswali kama anafanya kazi gani, kasoma, ana gari. Badala ya kuangalia maadili na tabia ya mwanaume huyo, wanashikilia vigezo vya kifedha na hadhi ya kijamii. Mwisho wa siku, binti anazeekea nyumbani kwa sababu ya upuuzi wa wazazi wake, akiwatazama wale waliomkataa wakioana na kuanzisha familia zao. Katika maisha kuna vitu ambavyo havirudi. Mojawapo ni fursa ya ndoa na mwenzi mzuri. Mwanamke au mwanaume akipata mtu mwenye maadili mema, anayejitahidi kujenga maisha, ni bora kumwangalia kwa jicho la hekima, si kwa macho ya tamaa na vigezo vya muda mfupi, maana dunia haibembelezi mtu aliyeipuuza bahati yake. Niliyekuletea ujumbe huu si mwingine, ni mimi, gwiji la vipaji, Mtaji Kipaji. Mpaka hapo sina la ziada, tukutane wakati mwingine. Asante.